Lakini kama hiyo haitoshi, kuna timu inakuja, timu ya jimbo, ambayo timu hiyo itakwenda kuyafanya makubwa katika ardhi ya Mbagala, na Tanzania itatuzungumza Mbagala katika michezo. Kina mama wa Mbagala, mna vilio, machozi yenu yanamwagika katika macho na hayakomi, yanaendelea kumwagika. Kwa nini? Kwa sababu mbunge aliyeondoka aliwaahidi mikopo, na baadhi yenu mkaenda kufungulishwa akaunti kwa shilingi 50,050 katika mabenki. Mmefungua akaunti zile, amekaa miaka mitatu ya mwisho mpaka anaondoka, hakuna hata mama mmoja aliyewekewa senti 5 nyekundu katika akaunti yake. 50,050 zenu mmetapeliwa, zimekwenda, na mikopo hamjapewa. Mwarobaini wa tatizo la mikopo kwa wajasiriamali wadogo, vikundi vya kina mama na wapambanaji katika ardhi ya Mbagala ni SACCOS ya jimbo, ambayo baada ya Saidi Kinyogoli kuapishwa tutakuja kuifungua, tukitumia fedha zinazotoka katika halmashauri, tukitumia fedha za mfuko wa jimbo. Tutaitengeneza SACCOS ya jimbo kwa ajili ya kuondoa unyonge huo, na ni kitu kinawezekana. Nimeshakifanyia utafiti, nimeongea na wataalamu muda mchache baada ya mimi kuingia bungeni. Mikopo ambayo masharti yake nafuu mno itakwenda kupatikana kwa kina mama wa Mbagala, na wataanza kutengeneza matabasamu katika nyuso zao, kuondoa unyonge waliopewa na wabunge wa CCM katika miaka yote hiyo. Hili tutakwenda kulifanya. Lakini kwenye miundombinu nataka niseme mukhtasar, alimradi kila mmoja apate kuelewa. Kuna jambo tangu nilipokutana nalo, maumivu hayamaliziki katika nafsi yangu. Kule katika kata ya Kibonde Maji, ambayo ni kata jirani la kata yetu ya Mbagala Kuu. Kibonde Maji, ukimaliza ule mji chini kule, wakati unakwenda mtoni, ukivuka unatokea sehemu moja inaitwa Goroka kwa kupitia Kimbangulile. Pale kuna mto. Ule mto, mbunge anayemaliza muda alienda kuongea na watu wa Goroka, akawaambia tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2023 mtakuwa mnapita katika daraja la kisasa, na itakuwa mpaka magari yanapita katika daraja lile. Juzi nimekwenda pale kwa ajili ya kampeni zile za nyumba kwa nyumba, kuongea na raia, nikafika mpaka katika ile daraja. Rafiki zangu katika mitandao ya kijamii watakuwa wameona lile daraja, sio kwamba limetengenezwa, hata huyo mkandarasi hajafika. Daraja lililotengenezwa pale lilitengenezwa na wananchi kwa msaada wa mgombea wetu udiwani kata ya Tuangoma, Mzee Mwamba. Simama Mzee Mwamba, akiwa mwenyekiti wa ujenzi wa daraja lile. Daraja lenyewe limejengwa kimaskini kwa kufungwa makama na mbao. Wallahi, na umri wangu nimepita katika lile daraja kizunguzungu, nusu nianguke namna linavyoyumba. Napewa taarifa, watoto wanapopita katika ile daraja kwenda shule kipindi cha mvua na maji mengi, kuna wengine huwa wanaanguka, na tayari washakufa watoto kadhaa katika mto ule kwa ajili ya hadaa za mbunge wa CCM alizokwenda kuwafanyia watu wa Goroka. Hawa watu ni hatari, wanabeba mpaka nafsi za watu, wanachezea mpaka uhai wa watu. Leo mbunge na nafasi yako unashindwa kwenda pale, piga hata magoti katika ile daraja garagara, waambie watu duniani wakusaidie. Si umetaka utumishi? Si umetaka kusaidia watu? Lakini leo watoto wanakufa. Nilikwenda kuongea na mama mmoja, mama ambaye alipoteza mtoto wake katika mvua za mwaka uliopita kwenye daraja lile. Nimeongea naye na nimemfanyia mahojiano. Mama machozi mpaka leo yanamtoka, laana zote anazipeleka kwa wabunge wa CCM. Hao wana laana, ni watu wasiofaa kwa hali yoyote ile. Kwa niwaombe ndugu zangu, ikifika mahala 29 Oktoba, Mungu amekupa pumzi, amekupa uhai, nipo tayari kwa ajili ya kwenda kuwatumikia.
afya, kuna majanga katika afya. Tunakubali hospitali madawa hakuna, tunakubali kwenye mahospitali madawa hakuna, lakini kuna tatizo lingine ambalo ni kubwa zaidi katika mahospitali. Kabla hatujafika katika dawa, mahusiano ya mgonjwa na wauguzi ni majanga makubwa sana. Leo anaweza mtu akafika hospitali ni mgonjwa akakaa mpaka dakika 45 hata jina lake hajaulizwa. Manesi wanapita wanakwenda, wanapita wanakwenda. Nikiwa mbunge, kwa kura zenu ambazo mmeamua, maana mimi nina imani ninachosubiri katika jimbo la Mbagala ni siku ifike watu wakapige kura. Huyo anayegombea CCM nishakutana naye katika matukio kama 4, kwenye misiba kama 2, nishakutana naye kwenye maulidi pale, na kuna siku moja kule Goroka chini kule kuna nyumba fulani natoka kuongea na wananchi, na katiza kona ya pili Kikumbo na mpambe wake, na mwenyewe namuona yule pale nyuma anahangaika. Mimi najua sisi wapinzani ndio tuhangaike kutafuta kura kiasi hicho, kwa sababu nyinyi mngekuwa mmefanya vizuri ni kiasi cha kuambia watu tu, tazama barabara, tazama mtaa, tazama hospitali, tazama shule, lakini wanahaha hakuna mfano wake. Wanahaha hakuna mfano wake. Amesema katibu wangu hapa wa jimbo, leo hii wanapanga mpaka wanitegeshee watu, eti waniletee watu wao wajifanye. Mtu anakuja kama ananiomba pesa, nikimpa picha pia Kinyogori wakanishtaki tume, eti natoa rushwa niondolewe katika huu uchaguzi, niondolewe. Sasa hapa anaondoka mtu hapa, waambieni anaondoka mtu hapa, waambieni anaondoka mtu hapa. Sisi sio washamba, sisi ni watu ambao tunaelewa tunachokifanya ni kitu gani. Nikiwa mbunge, cha mwanzo katika kufanya, kwa sababu nimeshuhudia mama zangu, dada zangu wakipata mateso hayo katika hospitali, nitaanzisha semina za mara kwa mara, alau kwa mwaka mara 2 kwa wauguzi wote na madaktari. Cha kwanza kuwakumbusha wajibu wao, kuwakumbusha wanachofuata, wanachopaswa kufanya. Leo muuguzi kama analalamika, anasema maslahi madogo, maslahi yanakuwaje madogo? Yanakuwa madogo kwa sababu unafanya kazi kubwa. Kwa hiyo kwanza nyinyi wauguzi, timizeni wajibu wenu. Wakati mbunge anapambana kwa ajili ya maslahi yenu, wauguzi wa jimbo la Mbagala tutawaambia kazi mnayofanya ina baraka, kazi ya uuguzi ina neema, Mungu atawabariki. Fanyeni kwanza kazi zenu kwa usahihi. Wakati huo mbunge asiyeogopa, asiyetetemeka, anakwenda kuwatetea kwa ajili ya maslahi yenu. Nina imani baada ya muda mchache Mbagala tukienda na hospitali sote tutakwenda kupata huduma kama tunatoka katika familia za kifalme. Haki.